Não do que fez! Huyu ni mkasa wa kweli nilivyofungua jicho la tatu. Karibuni Bookstory, subscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kuwa na sisi. Je, ulishawahi kutamani kuona yasiyoonekana? Je, unajua nini kitatokea ukifungua mlango ambao huna uwezo wa kuufunga? Karibu katika chaneli yako pendwa ya Bookstory, mahali ambapo tunakuletea mikasa ya kweli, ya kusisimua na yenye mafunzo mazito kutoka mitaani kwetu. Leo tunawaletea simulizi ya Sule, kijana wa Dar es Salaam, ambaye kiu yake ya kutaka nguvu za kiroho ilimfanya aingie kwenye mtego wa jicho la tatu. Alichokiona baada ya pazia kufunguka hakikuwa utajiri wala maajabu ya kheri, bali ni jahannam ya viumbe wa kutisha ambao walianza kuufuatilia uhai wake mchana na usiku. Ndani ya simulizi hii utajifunza hatari ya kufuatilia mambo ya siri bila mwongozo, jinsi ulimwengu wa giza unavyoweza kugeuza maisha yako kuwa mateso, njia aliyopitia Sule kufunga jicho hilo kabla ya kupoteza akili. Katika jiji la Dar es Salaam, kwenye mitaa ya pembezoni yenye nyumba zilizosongamana, aliishi kijana mmoja aliyeitwa Sule. Sule aliishi na kaka yake mkubwa baada ya wazazi wao kufariki dunia miaka kadhaa iliyopita. Maisha yao yalikuwa ya kawaida, lakini ndani ya moyo wa Sule kulikuwa na hamu ya kitu cha ziada. Siku moja, akiwa amejipumzisha chumbani kwake akivinjari mitandao ya kijamii, alikutana na video ya shekhe mmoja akizungumzia jicho la tatu. Shekhe huyo alieleza kuwa jicho hilo ni uwezo wa kiroho uliopo katikati ya paji la uso wa binadamu, ambao ukifunguka unakuwezesha kuona yasiyoonekana na kujua yajayo. Sule alihisi kama amepata funguo ya utajiri na nguvu. Alianza kutafuta mbinu za meditation, kutulia na kuvuta pumzi kwenye YouTube na kusoma makala za siri kuhusu jinsi ya kuliamsha jicho hilo. Kwa wiki kadhaa, Sule alijifungia chumbani. Alijaribu kukaa kimya kwa saa nyingi, akielekeza fikra zake zote katikati ya macho yake mawili. Hawa watu wanatudanganya tu, haya mambo ni uongo, Sule alijisemea kwa sauti baada ya kuona hakuna kinachotokea. Lakini hakuacha. Alizidi kuongeza bidii, akiamini kuwa kuna kitu kikubwa kinakuja. Kadiri siku zilivyopita, Sule alianza kuhisi mabadiliko ya ajabu. Alianza kuwa na uwezo wa kusema jambo na likatokea. Siku moja alimwambia rafiki yake, "Leo usipite njia ya nyuma, utapata ajali." Yule rafiki alimpuuza, lakini saa 2 baadaye alipigiwa simu kuwa rafiki yake amegongwa na bodaboda njia hiyo hiyo. Sule alianza kuogopa. Alijua jicho lile linaanza kuserereka kuelekea ufunguzi. Badala ya kuacha, kiu yake iliongezeka. Aliamua kwenda kwa shekhe mmoja maarufu kwa mambo ya kiroho ili kupata mwongozo. Shekhe alimtazama Sule kwa macho ya huruma na kumwambia, "Sule mwanangu, acha kufuatilia mambo ya jicho la tatu. Kama huna ujasiri na usafi wa roho, vitu utakavyoviona ni hatari sana kwa akili yako. Utajuta kwa nini uliomba kuona." Lakini Sule alikuwa ameshatekwa na hamu ya nguvu. Alitoka kwa shekhe akiwa na dharau, akiamini shekhe anamnyima siri ya mafanikio. Jioni moja Sule alikwenda ufukweni mwa bahari ya Hindi, mitaa ya Ocean Road, ili kupata upepo na utulivu wa hali ya juu. Aliamini kuwa sauti ya mawimbi ingemsaidia kufungua kabisa lile pazia la mwisho. Alifanya meditation kali kwa saa 3. Aliporudi nyumbani usiku huo, hali ya hewa ilikuwa nzito. Kaka yake hakuwepo, amebaki peke yake. Sule alijitupa kitandani na ghafla, hisia ya ajabu ikampata. Ghafla, akiwa amefumba macho ya nyama, Sule alihisi paji lake la uso likipasuka kwa joto kali. Alisikia sauti kama ya kioo kinavunjika ndani ya kichwa chake. Alipofungua macho yake, chumba hakikuwa vile alivyokijua. Kuta za chumba chake hazikuwa za rangi ya bluu tena, zilikuwa zikivuja kitu kama damu nyeusi. Kona ya chumba chake aliona kiumbe mrefu mweusi mwenye macho mekundu kama mkaa, akimkodolea macho. Sule alitaka kupiga kelele, lakini sauti haikutoka. Alitazama mitaani kupitia dirisha lake, hakuona watu wa kawaida. Aliona vivuli vikitembea kando ya watu, vingine vikiwa vimepanda migongoni mwa wapita njia. Aliona roho za watu waliofariki zamani zikizurura sebuleni kwao. Hiki ndicho nilichokitaka, Sule aliuliza moyoni, huku akitetemeka mwili mzima. Kile kiumbe kilichokuwa kona ya chumba chake kilianza kumsogelea, kikinong'ona kwa sauti inayopasua ngoma za masikio. "Sasa unatuona na sisi tunakuona, hutabaki salama tena."
Sule aligundua kuwa Sheikh alikuwa sahihi. Jicho la tatu limefunguka, lakini halikuleta amani wala utajiri. Limeleta ulimwengu wa majini na mashetani ambao sasa wanajua kuwa kuna binadamu anayewaona. Maisha ya Sule yakawa jahanamu ya hapa duniani. Hawezi kulala, hawezi kula, na hawezi hata kutazama kioo. Kila anapofumba macho ya nyama, lile jicho la tatu linabaki wazi, likimwonyesha viumbe wa ajabu waliomzunguka. Wale viumbe hawakuwa tena vivuli tu, walianza kumgusa, kumvuta nguo na kumnong'oneza siri mbaya za watu aliowajua. Sule alijaribu kufanya meditation ya kufunga, lakini kila akijaribu kutulia, wale viumbe walimcheka kwa sauti za dharau. Ulitukaribisha mwenyewe Sule. Sisi ni wageni wako wa milele, kinyota, walisema. Akiwa amekonda na macho yakiwa na giza, Sule aliamua kurudi kwa shekhe yule wa mwanzo. Safari ya kwenda msikitini ilikuwa ya mateso. Njiani alikuwa akiona majini yakiwa yamekaa juu ya paa za nyumba na mengine yakiingia ndani ya miili ya watu wanaogombana. Alijihisi kama mwenda wazimu katikati ya watu wazima. Alipofika mbele ya Sheikh, Sule alianguka chini na kuanza kulia. Sheikh, nisaidie. Nimefungua mlango ambao siwezi kuufunga. Naona kila kitu, naogopa kulala. Sheikh alimtazama kwa huzuni, kisha akasema, kinyota Sule, kile ulichokifanya ni kuvunja kuta za ulinzi wa nafsi yako. Jicho la tatu si mchezo wa watoto. Ulifikiri ni nguvu, lakini ni laana kwa asiyekuwa na maandalizi. Ili kulifunga, ni lazima upitie toba ya kweli na usafishe roho yako kwa maumivu. Sheikh alimpeleka Sule katika chumba kidogo chenye harufu ya udi na miski. Alimwambia Sule aketi katikati ya chumba na asifumbue macho ya nyama hata kusikie nini. Sheikh alianza kusoma aya nzito na kutoa harufu ya moshi maalumu uliokuwa ukizunguka kichwa cha Sule. Ghafla, Sule alianza kuona mapambano makali katika ulimwengu wa roho. Wale viumbe weusi waliokuwa wakimfuata walianza kupiga kelele za maumivu. Sule, usigeuke. Kazia fikra zako kwenye mwanga, usiwatazame hao viumbe. Sheikh alipiga kelele huku akiendelea na dua. Sule alihisi paji lake la uso likiwa kama linachomwa na pasi ya moto. Maumivu yalikuwa makali kiasi kwamba alihisi fuvu la kichwa likipasuka. Aliona lile jicho la tatu likianza kusinyaa, likijaribu kung'ang'ania ulimwengu wa nje. Kiumbe mmoja mwenye sura ya kutisha alimshika Sule begani na kumwambia, ukifunga jicho hili utabaki kipofu wa roho milele. Sule alijibu kwa sauti ya kukata tamaa, afadhali niwe kipofu wa roho kuliko kuishi na ninyi. Kwa nguvu ya dua na imani, Sule alihisi mlipuko mdogo ndani ya kichwa chake. Ghafla, kila kitu kikawa kimya. Yale makelele ya majini yakatoweka. Ile picha ya viumbe weusi ikafifia kama moshi uliopulizwa na upepo. Alipofungua macho ya nyama, alimwona Shekhe akiwa ametoka jasho jingi. Chumba kilikuwa cha kawaida. Kuta zilikuwa safi, hakuna damu, hakuna vivuli. Limefungwa, Sheikh alisema kwa sauti ya chini. Lakini kumbuka Sule, kovu lake litabaki. Utapata tena uwezo wa kutabiri na utapaswa kuishi maisha ya usafi ili wale viumbe wasipate upenyo wa kurudi. Tangu siku hiyo, Sule alibadilika. Alijifunza kuwa kuna mambo ya siri ambayo binadamu hakuumbwa kuyaona. Alijua kuwa jicho la tatu si njia ya mkato ya mafanikio, bali ni daraja la hatari linaloweza kukupeleka kwenye wazimu. Alirudi nyumbani na kufuta video zote za kutafuta nguvu za giza na kuanza kuishi maisha ya kawaida, akimshukuru Mungu kwa kumrudishia upofu wake wa kawaida, upofu ambao ni ulinzi kwa mwanadamu. Mkasa wa Sule umetufundisha kuwa si kila mlango unaouona umefungwa unapaswa kuufungua. Mara nyingi shauku yetu ya kutaka nguvu au maajabu inaweza kututumbukiza kwenye giza ambalo hatuna uwezo wa kupambana nalo. Dunia ina siri nyingi na zingine zimewekwa mbali na macho yetu kwa makusudi ili kutulinda. Usikimbilie mambo ya kiroho kwa pupa au kwa kuiga mitandao. Yale unayoyaona ni mepesi kwenye video yanaweza kuwa mzigo mzito utakao kutesa maisha yako yote. Mengi ya mambo haya tuwaachie wenye elimu na uwezo nayo. Si kila kitu ni cha kwenda kichwa. Ni nini maoni yako kuhusu mkasa wa Sule? Au una simulizi yoyote ya kweli ungetaka tuihadithie hapa? Asante kwa kuwa sehemu ya Book Story. Kumbuka, kuwa na kiasi ni usalama wako.